Unajua mtumishi mzuri ni yule ambaye hayuko karibu na wewe. Ni mzuri kwa sababu yuko mbali, msogelee. Sisi sote tulioitwa ni wanadamu. TD Jakes ni very powerful kwa sababu wewe sio mshirika wake. Ukipata nafasi ya kusogea karibu na mtumishi, jifunze kujua jinsi ya kuwastahi na utabarikiwa. Ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii atapokea thawabu ya nabii. Ampokeaye mwenye haki atapokea thawabu ya mwenye haki. Ampaye mmoja wa wadogo hawa ngaa kikombe cha maji hatapoteza thawabu yake. Mungu anajidhihirisha katikati ya wanadamu kupitia wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimwambia Musa, nimeona, nimesikia, ninashuka ila nakutuma wewe. Huna namna unaweza ukampokea Bwana bila kumpokea mjumbe wa Bwana aliyetumwa katika maisha yako. Kumheshimu mjumbe ni kumheshimu aliyemtuma. Yesu akasema, yeyote atakayewapokea ninyi amenipokea mimi, na aliyenipokea mimi amempokea yule aliyenipeleka. Tuwe na ufahamu, tutembee katika ufahamu, na nuru yetu itakuwa kama nuru ing'aayo hata mchana mkamilifu. Haleluya! Ukitaka maisha yako yawe rahisi ndani ya Yesu, hakikisha unatembea na uwepo wa Mungu uliodhihirishwa maishani mwako. Huu uwepo wa Mungu sio kwa ajili ya watu wa madhabahuni tu. Mfanyabiashara unahitaji uwepo wa Mungu. Amen. Kulima unahitaji uwepo wa Mungu. Mfugaji unahitaji uwepo wa Mungu. Mwanafunzi unahitaji uwepo wa Mungu. Yeyote yule mwenye Mungu anahitaji uwepo wa Mungu uliodhihirishwa ili aone mafanikio ya kimungu katika maisha yake.